Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote, na bonyeza hapa kupata notification. Usipitwe. Huu ni mwezi wa upendo na kila mtu ni mshindo tatu mzuka. Milioni 1 kwa ajili yako na milioni 1 kwa ajili ya umpindaye. By surprise, ndugu wake Rep alikuwa pale, nikapanga na Rep, nikamwambia usimwambie Ruby ninakuja. Sawa. Nikampigia simu Rep, nikafika India, nikamkuta chumbani. It was one of the best hug ever. And that was the last hug I had from him. Wakati tunaongea hii yote ya kwamba nisherekee siku yangu ilitokana na mimi nilipofika, nilikuwa na siku 3 pale. Kwa hiyo mara nyingi sisi binadamu huwa mara nyingi kujicheki afya, mara nyingi unaona uko sawa tu. Kwa hiyo nikasema niko hospitali hapa na siku 3 za kukaa na Ruby, kwa nini na mimi sicheki afya yangu tu? Ni siku moja tu na gharama zilikuwa nafuu. Basi nikaingia nikacheki. Sasa nimetoka, tumekaa tunazungumza, tunaangalia YouTube clouds na nini, tunacheka. Kaambia Ruby, nimeona hivi vipimo vyangu na umri wangu naweza nikachomoka kabla yako wewe. Sasa bana, mimi nikichomoka ninafanya kusema Jo, mimi ndio niko hospitali. Kwa hiyo mimi nikichomoka Jo bana, hakikisha mnakula raha. Ikiwezekana hata hizi nyimbo za nani, hebu achana nazo bana. Kula raha, yaani nikichomoka nisifieni, kama mnaona kuna mazuri endeleeni nayo. Na hivyo najiona napiga moyo konde na kusimama hapa nieleze wasifu wake ambao kamwe hakuna anayeweza kuelezea kwa kamilifu. Lakini wakati huo nakumbusha kwamba tunasherehekea maisha ya Ruby. Miaka 25 wakati Ruby anakuja, alikuta sisi tunapiga disco, na wakati huo disco ilikuwa ni uhuni. Yaani swala la biashara ambayo sisi tulikuwepo ilikuwa ni swala la uhuni, wale wahuni. Ilikuwa ngumu sana mtu kukubali na msela oya msela, yeye ndio alisimamia ile, kama mnakumbuka ile. Ilipopelekwa kwenye radio station, kwa sababu wakati ule ilikuwa kwenye radio na vile vingine. Wakasema unaona, tulisema hao wahuni, nyimbo inaitwa msela, nyimbo gani? Tukapigwa chini kabisa. Kwa hiyo ikawa hata ule mwanzo wa sisi kuendelea mgumu kidogo. Lakini tukasema hivi, radio ni nini kinachoweza kufanyika kwa sisi wenyewe, kwa radio yetu sisi wenyewe, na kutengeneza vijana ambao tunaweza tukawatengeneza. Kwa sababu tuna uhakika kabisa muziki ni kitu ambacho kitabadilisha maisha. Muziki ni biashara ya mabilioni. Tukahangaika pamoja, mimi na yeye tukiwa wadogo kabisa, kwenda kulia na kushoto kutafuta leseni ya radio. Hata tulivyoingia siku ya kwanza tunaomba leseni, kwanza hata wale wazee walikuwepo pale walicheka, wakiangalia mzee wetu Mengi, yeye ndio wa kwanza, hivi vitoto vinataka radio, vitaweza wapi kufungua radio? Na kweli tulikuwa wadogo, yeye mdogo, mimi mdogo. Tulienda na mzee wetu mzee Mwambila, yeye ndio alitusimamia. Basi bahati nzuri ndio tukapata sasa station ya radio. Wote tukiwa na fikra ya kusema sasa yes, tumeweza. Sasa tunawakomboa vijana wa Tanzania. Weka huko manage, mimi naingia sasa kwenye creativity. Kwa hiyo tukaenda, ndio tulipofika wakati mpaka sasa. Tunasherehekea maisha ya mtoto wa Tanzania ambaye baada ya kupata elimu ya msingi hapa nyumbani alipata nafasi ya kusoma San Jose. Sijui kama Koko unaweza kunisaidia. San Jose nafikiria. San Jose kule Marekani. Kule alifaulu vizuri sana. Angeamua kubaki huko akapata kazi nzuri na asingekuwa na sababu ya kuja. Najua watani zangu haya wanapenda masters, kama unaona doctor Kinambaki masters. Kwa hiyo hata aliponiambia narudi, nilijiuliza mara 20 kweli wahaya watakuruhusu wewe uje uende kwenye biashara ya kikundi? Lakini mama na baba nafikiria ni wazee ambao wako exposed vizuri, wamekaa nje, ni profesa. Kwa hiyo akamwambia kama ni kitu unachokitaka pambana naye. Kwa hiyo nilirudi mara ya mwisho baada ya kuja na Santuri na Radio, akaniambia Jo, wale wahaya waliosema wamekubali. Nikamwambia sasa tunakwenda, let's make it happen. Vile vile aliamua kuingia kwenye biashara hii ya habari burudani. Tukashirikiana vyema kabisa kuanzisha Clouds FM kwa jasho, machozi na mahangaiko mazito, lakini leo kila mmoja anafahamu maisha yaliyoguswa na radio ya watu Clouds FM. Ruby tunayasherehekea maisha yake hapa. Ametumia miongo miwili iliyopita kuhakikisha tasnia inaendelea katika mwelekeo unaoendana na nyakati, akiongoza uzalishaji wa vipindi
na redio na TV, na kuanzisha na kuongoza matukio makubwa ya kiburudani. Kuyataja machache tu, ukiangalia Fiesta ambayo iko miaka 17. Fiesta imekuwa tamasha kubwa zaidi la muziki Afrika Mashariki na Kati, likitoa nafasi ya kukuza na kuonyesha vipaji pamoja na ajira kwa vijana. Unataja Fiesta vipi bila kumtaja Ruge? Ruge alikuwa ndio kinara kabisa wa Fiesta. Halali yuko pale masaa 7 anachambua, anafanya production yeye. Kwa hiyo utataja vipi Fiesta bila kumtaja Ruge? Mheshimiwa Rais Magufuli, Mheshimiwa Rais Jakaya Kikwete, nyinyi mashuhuda wazuri zaidi wa jinsi Ruge alivyotumia talanta yake kuleta wasanii pamoja, kutunga nyimbo na kuziongoza ili kufanya mziki utumike katika kuongoza uzalendo na kuhamasisha maendeleo ya nchi. Ni Ruge alitunga wimbo wa Hello Hello Tanzania ambao ukiwepo hapa Rais mstaafu Kikwete anaweza kutuimbia mashairi yote. Ni Ruge huyo alileta pamoja wasanii takriban 50 kuimba wimbo wa Tuulinde Muungano. Hakuna Mtanzania aliyewahi kufanya hili zaidi yake. Hatuwezi kutaja yote aliyotengeneza, lakini tutakosea mheshimiwa tusipotaja wimbo wa Ishi na Mimi. Ishi na Mimi ambao tunafahamu wewe na upenda mno, na ule Tanzania ambapo August 8, 2017 kule Chongoni Tanga ulinyanyuka kwenye kiti na kucheza na vijana wako. Ni kazi ya Ruge Mutahaba alilala hapo mbele kwenye jeneza letu. Ndugu zangu, wasanii wa nchi na muziki ulikuwa unaitwa uhuni, lakini Ruge Mutahaba alifanikiwa kufanya utumike katika kazi za kijamii. Rais mstaafu Kikwete anakumbuka kuhusu project ya malaria haikubaliki. Yule ndiye Ruge tuliyesherehekea maisha yake hapa. Kwa wasiojua, kutokana na mafanikio ya mradi ule hapa Tanzania, nchi nyingi za Afrika mfano Ivory Coast zilimchukua Ruge na akawasaidia katika miradi ya aina hiyo. Ruge huyo alisambaza elimu kwa umma kwenye sensa mwaka 2012, na hilo amefanya kwenye miradi mingine mingi akiwa na Clouds, lakini pia kupitia THT. Naona ninapozungumza ndugu zangu wa CCM wananiangalia, na hapa nikumbushe ukweli ambapo yeye aliweka kwenye salamu rambirambi kwamba Chama cha Mapinduzi hakiwezi kusahau mchango wa Ruge kwao kwenye kampeni ya uchaguzi mkuu 2005, 2010, 2015. Na hakika siku zote Ruge amekuwa karibu na wanasiasa wote. Ni juzi tu nimemsikia mbunge Iringa mjini kwa tiketi ya Chadema Mchungaji Msigwa akieleza walivyoshirikiana na Ruge na kiongozi mkuu wa ACT ndugu Zitto Kabwe, ili shuhuda na uhakika ndugu Zitto Kabwe ni shuhuda mzuri wa kazi za Ruge. Hakika Ruge alikuwa wote. Natazama huku na huku, naona wasanii wengi wadogo, wengi wakubwa, wote nyuso zao zimejaa huzuni. Wamepoteza jemedari na shujaa wao. Hakuna ambaye anaweza kusema kuna msanii yoyote wa Tanzania hajapita kwenye mikono ya Ruge. Ukiangalia projects nyingi ambazo zilifanyika, Smooth Vibe ambayo ndio ilikuwa record label ya kwanza Tanzania. Hakuna record label nyingine yoyote ambayo ilikuwepo kabla ya wakati huo. Na Smooth Vibe ndio iliwatoa watu wengi, watu wa kina Raisi, watu wa kina Q Chief, Mzee Yusuf Mushoke, Flora Mbasha, wote walipitia katika mikono ya Ruge kwenye Smooth Vibe. Vile vile wakina mama Bikilude waliweza kusaidiwa kuweza kurekebisha muziki wao, Mwanahela, Nguza Viking, wengine wengi ambao vile vile waliweza kufanya kazi na Smooth Vibe. Ruge alianzisha jumba la vipaji THT. Nafikiri kila mtu anafahamu kuhusu THT. Vijana waliopita THT hawahesabiki. Pengine waimbaji ndio wanajulikana zaidi, lakini wapo wapiga vyombo, wachezaji, waigizaji na vipaji vya kila aina. Kumbuka THT ambapo kila siku baada ya kutoka Clouds, Ruge alikuwa anakwenda pale na kupiga mawazo ya miradi ya kijamii, ambapo baadhi kama Zinduka, ule wa malaria ambao nimeutaja kabla, alikuwa anayapika pale. Leo nikisema neno fursa, kila mtu anamwaza Ruge. Ruge wazo lake alilotekeleza vyema la fursa limekuwa tija kwa taifa, na vijana wengi kila kona nchi yetu wanamtaja Ruge kama mkombozi wa maisha yao kupitia hiyo. Hapa nimeona wanawake waliowahi kushinda tuzo za Malkia wa Nguvu. Hakika kupitia mafanikio ambayo wataendelea kuyapata, mchango wa Ruge utaishi milele. Kina mama msilie, Ruge kasema msherekee maisha yake. Naomba nirudie tena, ikiwezekana mle party, ndio alichoniambia tusherekee maisha yake. He has done a lot.
kwenye nchi hii, amefanya mambo mengi sana kwenye nchi hii. Ndugu zangu, wasifu wa Ruge hauwezi kuelezwa kwa siku moja. Tutaishi tukieleza na kuenzi matendo yake makuu. Tutaeleza historia yake kama shujaa wa vizazi na vizazi, na zaidi ya yote tutasherehekea maisha yake, kumshukuru Mungu kumleta kwetu. Ruge alifanikiwa kuwatengeneza wakina Ruge wengine wengi tu, na shukuru alikuwa sio mchoyo, na ameacha Ruge wengi sana Clouds. Kwa hiyo wengi wataenzi na wataendelea kwa kiasi kikubwa kuyafanya mazuri ambayo anayafanya. Na kutoka kwangu mimi mwenyewe nazungumza, nafikiria tutatengeneza trust fund ambayo itasaidia mambo mengine ambayo Ruge ameyafanya. Haya yatakuja baadaye. Naomba nimshukuru sana Mwenyezi Mungu, naomba nimshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kamanda, nenda salama. Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote, na bonyeza hapa kupata notification. Usipitwe.